Haleluya. Warumi sura ya 3 mstari wa 21 hadi wa 22. Tafsiri ya neno. Lakini sasa haki ya Mungu imedhihirishwa pasipo sheria, ambayo sheria na manabii wanaishuhudia. Haki hii inayotoka kwa Mungu hupatikana kwa Yesu Kristo kwa wote wanaomwamini, kwa maana hapo hakuna tofauti. Amen. Naomba pia unisomee Wagalatia 2 na ule mstari wa 16. Wagalatia 2 mstari wa 16. Bado tunajua kwamba mtu hahesabiwi haki kwa matendo ya sheria, bali kupitia imani katika Yesu Kristo. Amen. Hebu sema, Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu, unisaidie leo. Unisaidie leo. Nifungue masikio yangu ya rohoni. Fungue masikio yangu ya rohoni. Na macho yangu ya rohoni. Na macho yangu ya rohoni. Kile ambacho neno lilimaanisha wakati linaandikwa, ikamaanisha hivyo hivyo katika moyo wangu. Amen. Amen. Moja ya maswali makubwa ambayo mwanadamu amekuwa akiuliza kwa karne nyingi ni hii: ninawezaje kukubalika mbele za Mungu? Tuna maswali kila siku, ninawezaje kukubalika mbele za Mungu? Na mtu akijiuliza ninawezaje kukubalika mbele za Mungu, ni kwa sababu pia anafahamu kuna vitu vinaendelea kwenye maisha yake. Kila mmoja aliyoko mahali hapa kuna mambo yanaendelea kwenye maisha yake. Kila mmoja ana historia yake na kuna mahala alikopita. Lakini swali linakuja, je, ninawezaje kukubalika mbele za Mungu? Tumesoma kwenye Warumi 3:21 na 22, anasema lakini sasa haki ya Mungu imefunuliwa pasipo sheria. Nayo ni haki ya Mungu iliyo kwa njia ya imani katika Kristo kwa wote waaminio. Kwa wote waaminio. Watu wengi wanadhani kwamba Mungu anawakubali kwa sababu ya matendo yao mema, sala zao nyingi, sadaka zao, kufunga kwao, kujitahidi kwao, kuishi maisha matakatifu. Lakini injili ya Kristo inatufundisha tofauti juu ya hili jambo. Amen. Umependwa jinsi ulivyo. Na wakati Mungu anamtuma mwanae aje afe duniani, neno linaongea kwenye Yohana 3:16, kwa maana jinsi hii, yani ile jinsi hiyo, Mungu alikupenda kama ulivyo. Na tunajifunza kwamba tulipendwa kabla hatujashiriki meza ya Bwana. Tulipendwa kabla hatujashiriki tehila. Tulipendwa kabla hatujawa members wa NTM. Tulipendwa kabla hatujabatizwa kwa maji madogo na mengi na ya kati. Tulipendwa kabla hatujajazwa Roho Mtakatifu. Nguvu ya upendo ni kumpenda asiyependeka. The power of love is the ability to love somebody who is not lovable. Ulipendwa hivyo ulivyo. Hauhitaji kujiedit uwe bora ili ukae kwa huyu aliyekupenda vile alivyokukuta. Neema ni kupokea kile ambacho Kristo amekwisha kufanya. Ni kukipokea kile ulichokwisha kupewa. Injili inatangaza kwamba mwanadamu hahesabiwi haki mbele za Mungu kwa kile anachofanya, bali kwa kile kimoja Kristo alichokifanya msalabani. Tunaposimama mbele za Mungu leo, hatujasimama kwa msingi wa historia yetu, mafanikio yetu, wala kushindwa kwetu. Tunasimama kwa msingi wa kazi kamilifu ya Kristo Yesu msalabani. Hebu sema kazi kamilifu. Maana hii kazi ilikuwa haijaacha vipolo. Just the way you are complete in Christ. Amen. Tunaposimama mbele za Mungu leo, hatusimami kwa sababu tumeachieve vitu fulani vya kutupa qualities za kuitwa wana wa Mungu. Ni neema. Tunasimama kwa msingi wa kazi kamilifu ya Kristo. Na hii ndio inaitwa haki ya imani. Haki ya Mungu si ya kujipatia, kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Wanahesabiwa haki bure kwa neema yake. Wakati Adamu anafanya lile kosa,
mimi na Pastor Dennis hatukuwepo. Maana neno nasema kwa kosa la mtu mmoja ulimwengu wote ukahesabiwa hatia. Wote tukahesabiwa wenye dhambi, tukahesabiwa kuwa wakosa, waovu, lakini hatukuwepo. The effect of one person's mistake ikatugharimu wote. Lakini mbele anasema kwa tendo la mtu mmoja, mwambie jirani yako, kwa tendo la mtu mmoja tukahesabiwa haki. Lakini hatukuwepo. Kama ambavyo hatukuwepo wakati Adamu anafanya kosa, hatukuwepo wakati tunahesabiwa haki. Ila ninaamini ya kwamba nimehesabiwa haki. Ninaamini mimi ndio haki yenyewe. Ninaamini ya kwamba mimi ni mwana. Sihitaji kufanya kitu niwe mwana, ninaamini tu. I just accept the conception. The concept. I accept the declaration ya kwamba mimi ni mwana. Hivi leo Sherizi anaweza akaamka asubuhi akaanza kumwangalia babake. Hivi naweza nikaamini mwanao kweli? Nakwambia muda huo huo baba atamuita Dijo, naomba uniletee kitenge na gari twende Milembe. Mtoto anauliza kwamba ana doubt, baba, how do you doubt your father? Umependwa sana. Umependwa sana. Haukuwepo wakati kosa linafanyika. Mbona ulikubali kwamba wewe ni mwenye dhambi? Kwa nini unashindwa kukubali kwamba wewe ni mwenye haki kwa tendo moja alilofanya Kristo? By the act of Christ pale msalabani umehesabiwa haki pasipo gharama yoyote. Hebu mwambie jirani yako, I am lovable. Ninapendeka hivi nilivyo. Kinachotufanya tuwe wana ni kukubaliana na identity. Ukikataa utambulisho kwa wewe ni mwana, hauwezi ukawa mwana. Vita yetu kila siku, I remember apostle aliwahi kunifundisha akasema, vita kubwa ya muamini kila siku, chochote kinachoendelea kwenye maisha yako ni kwa ajili ya kukukatisha tamaa kuamini kwamba wewe ni mwana. Tunaona Yesu ametoka kubatizwa na sauti inasema kwamba huyu ni mwanangu mpendwa ninayependezwa naye, msikilizeni yeye. Anatoka hapo, shetani anamuuliza, ikiwa wewe ni mwana wa Mungu. The enemy is fighting our identity as sons of God. Our work is to believe. Kazi yetu ni kuamini mimi ni mwana wa Mungu. Ni kweli nina madeni, ni mwana wa nani? Wa Mungu. Ni kweli nina vimeo, lakini ni mwana wa nani? Wa Mungu. Ni kweli akili yangu kidogo dishi limepindia Sudani, ni mwana wa nani? Wa Mungu. Maana Mungu ana watoto wa kila aina. Kuna wakati unajua hata matokeo naye ni mtoto wa Mungu. Ukimwangalia Paul naye eti ni mtoto wa Mungu. Ndiyo, ni mtoto wa Mungu. Vita yetu kila siku ni eneo la imani tu. Imani ndio currency inayoweza ikakupatia vitu unavyovihitaji kwenye hili agano. Kazi yako kubwa is to believe. Just believe. Mwambie jirani yako, just believe. Ni kuamini tu. Imani ni zawadi tuliyopewa na Mungu, kitendea kazi kinachotusaidia kuyapokea yote ambayo Mungu amesema ni ya kwetu. Haijalishi hauna sasa hivi, haijalishi umezaliwa kwenye ukoo wa aina gani na familia ya aina gani, lazima kila siku asubuhi unapoamka ujiaminishe, ujisemeshe ya kwamba mimi ninapokea asili niliyopewa na Baba, ninapokea vinasaba vya Baba, ninapokea tabia ya Baba, ninapokea uungu wa Baba, ninapokea uwana, ninapokea mahusiano na Baba. It's a daily battle kujisemesha kwamba mimi nina imani ya kuwa ni mwana wa Mungu. You have to speak. Na imani inataka consistency. Hauzungumzi leo kesho unaacha. Kwamba leo nimesema mimi ni mwana wa Mungu kwa sababu kuna vitu vimenikuta leo, ninaanza kubadilika kwamba lakini mimi sio mwana wa Mungu. Sikia, haijalishi unapita wapi, haijalishi mazingira yamekushape namna gani, wewe hauko shaped na mazingira, uko shaped na kweli ya kwamba wewe ni mwana wa Mungu. You have to choose what to believe. Na imani, kuna imani inaitwa mental faith.
Mental faith ni ile imani ambayo ukiletewa taarifa nyingine kuhusu wewe unaanza kuamini hivyo. Umenielewa? Wengi mnajitafsiri kwa sababu ya mambo mnayoyapitia au yaliyowakuta. Kwa leo unaamini kwamba wewe ni mwana wa Mungu. Ukipata changamoto, ukimess up kidogo, unaanza kujitafsiri, mimi ni ukoo wa Lwaga, mimi ni ukoo wa Mgaya, mimi ni ukoo wa Kiwale, mimi ni ukoo wa Msokwa. You are bigger than your physical family. Wewe ni mwana wa Mungu katika roho. Wewe ni mwana wa Mungu, na hatukutambui katika namna ya mwili, tunakutambua katika roho. Amina. Umezaliwa kwa mbegu isiyoharibika. Umezaliwa kwa mbegu isiyoharibika. Na ndio maana Mungu akasema ili azaliwe Po ambaye atanifaa, lazima niachane na mbegu ya nani? Ya Adamu wa kwanza. Akasema I must find another seed ya Roho Mtakatifu. Akazaliwa Yesu ambaye hakuwa connected na Adamu wa kwanza. Ndani yake hakukuwa na impossibility vocabularies. Ndani yake hakukuwa na mitazamo ile ya inferiority. Ndani yake hakuwa anatazama muda. Yeye alikuwa anatazama umilele ulivyo tajiri. Hakuwahi kuangalia kwamba sijui nani atakayenioa. Hakuwahi kuwaza nani sijui nani nitakayemuoa, kama ambavyo Sara anawaza kwamba sijui atatokea wapi, mara niende kwa nabii fulani, mara niende kwa mchungaji fulani. Sikia, wewe unajitosheleza namna ulivyo. You are wonderfully made, you are beautiful, you are complete. Halafu hivyo ulivyo unalipa. Sijui kama unanielewa ninachoongea. Yaani Mungu anavyokutazama wewe, anakutazama kama uko complete. Ila Jeneti akijiangalia kwenye kioo anawaza, sijui nianze dieting kwanza, mbona hizi chips don't lie zimekuwa kubwa sana, labda nianze kula malimao, labda nianze kufanya hivi. Sikia, you are complete in Christ. Hautazamiki kwa namna ya mwili. Wewe ni kiumbe kipya, sio mwanadamu mpya wala mtu mpya. You are not a modified person. Ni kiumbe kipya completely. Hauna DNA ya mwanadamu wala ya ukoo wako. Wewe ni kiumbe kipya. Unapokea vyote kwa imani. Usipokuwa na imani hauwezi ukapokea hiyo asili. Tunayo asili tuliyopewa, na hii ni asili ya ukweli. Tunaipokea kwa imani. Every battle around you inahitaji imani. Jaki, unanielewa? Inahitaji imani, na kasauti kako kadogo hivyo hivyo. Imani. Hata ukinitazama kwa jicho la hivi, kwa imani hivyo hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Mungu angalia sauti kubwa wala ndogo, anaangalia imani yako. Na kumbuka juzi baba akasema unakwenda kuombewa hapa. Sasa usitafute watu wenye sauti kubwa. Make Jeneti alikuwa anasubiri mtu aanze hapa aseme Baba katika jina la Yesu. Oh haleluya. Yaani yes, kuna wakati tunaweza tukawa emotional ukafanya hivyo au ikawa hivyo, lakini sikia, it's a question of faith. Do you believe? Do you believe? Do you understand who you are? Do you know who you are? Mazingira hayatafuti sauti kubwa, yanatafuta mwenye utimamu aliye na imani, anayejua kuzungumza na mazingira, anayeweza kuzungumza na hali anayoipitia, anayeweza kuzungumza na ukoo wake. Kuna wakati lazima tusimame, tuvue mavazi ya koo zetu, tuseme kwamba mimi sio Mndali tena, mimi sio Mnyiha tena, mimi ni ukoo wa Kristo. Kwenye ukoo wa Kristo hatuna tabia hizi za kuzirazira, za kuchukia, za kuwa na wasiwasi na hofu. Kabila la Kisukuma sio la kwako. Wewe ni mwana wa Mungu. Lazima ukubali hivyo, na ujiulize hizi tabia hizi ni za kwenye ukoo wa Kristo. Ukiona ni za kwenye ukoo wa Mushi, kimbia. Bwana Yesu asifiwe. Ukiona ni za kwenye ukoo wa Mwinamila, kimbia. Ask yourself, ninayo imani? Hakuna mtu anayestahili haki kwa juhudi zake mwenyewe. Jitahidi zaidi ili Mungu akukubali. Never. Lakini Injili humwambia mwanadamu Mungu amekukubali katika Kristo, kwa njia ya imani katika Kristo.
katika Kristo. Mwambie yako katika Kristo. Katika Kristo. Ndani ya Kristo. Hebu sema ninakubalika katika Kristo. Ukiitambua kwamba unakubalika katika Kristo, itakupunguza stress za kutaka kuwa please watu. Sometimes the way we pray, we want to please people. The way we preach, we want to please people. The way we live, we want to preach to please people. Mimi nilimwambia baba, ninakataa kuplease watu. Mimi sina marafiki wachungaji Mwanza. I work alone, ni jeshi la mtu mmoja. Na Mungu haangalii ufupi wangu, anaangalia imani yangu. Niliamini kwamba Mwanza ile ni ya kwangu. Na kweli baba, I promise you, nakwenda kuikunja Mwanza. Nimeshaanza kuikunja. Bwana Yesu asifiwe. Hebu sema imani. Hebu sema ninayo imani. Yaani imani ni mkono mrefu unaokuchukulia vitu ambavyo mwanadamu hawezi kukupatia. Imani ni ule mkono unaokwenda kuvichukua vilikofichika. If you don't have faith, you cannot possess. If you don't have faith, you cannot become. Pastor Dennis alifundisha somo moja hapa, becoming. Si ndio? You cannot become if you don't have faith. You must have faith to become. Lazima uamini against all odds. Ni kweli mazingira yanaongea tofauti, ni kweli lugha za wanadamu zinaongea tofauti, lakini I must choose to believe ya kwamba mimi ni kitu kingine. Kuna mtu anainuka mahali hapa kwa imani, kuna mtu anavuka mahali hapa kwa imani, kuna mtu anaponywa kwa imani. Acha kuamini mazingira, amini asili yako kwanza. Haleluya. Kila aliyoko mahali hapa ni gari bovu lililokuja kwenye mikono ya Kristo. Yaani yeye Mungu wakati anakuleta alikuamini, akasema I just need a little time. I just need more time na yeye. Nitamtengeneza tabia, nitamrekebisha mapigo ya moyo. Hizi hasira na jazba na mudi nitaziondoa, nitaweka pendo ndani yake. Halafu atakuwa chombo kitakachokubalika. You are the best kwenye macho ya Mungu. Wewe ni baraka kwenye macho ya Mungu. Anakupenda kama ulivyo, anakuwazia mema, anakuthamini, hajawahi kukata tamaa na wewe. Don't give up on yourself. Don't give up on yourself, because he hasn't given up on you. Hajakata tamaa na wewe. Hajakata tamaa na wewe. He has not given up on you. Kwa nini wewe ukate tamaa na maisha yako? Haleluya. Hii ndio gereji sahihi, mahali ambapo Mungu anatumold kutufanya vile anavyotaka tuwe. Don't give up on yourself. Usiache kuja kanisani kwa sababu kuna mtu amekutazama vibaya. Hata Yesu alitazamwa vibaya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Usiache kuja kanisani kwa sababu umekwaziwa na mtu. Ni ujinga kukwazika. Dadi, mimi nishaacha kukwazika. Makikilo kikwazika mtibu unaenda juu. Nikasema Mungu ataniondoa haraka, na nikifa tu atamuoa Pegi. Sifi. Lazima uwe na sababu yenye akili mbele za Mungu. Kabila letu ni Wanyiha. Nikifa mimi sisha anaweza kaongeza mke. Bwana asifiwe. Amenipiga jicho, anasema over my dead body. Bwana Yesu asifiwe. Kila siku unapoamka asubuhi unapambana na mazingira kinyume na wewe. Yesu anasema duniani mnayo dhiki nyingi. Tena hajasema mnayo dhiki tu, dhiki nyingi, plenty of tribulations. Kila siku natakiwa uwe na imani. Imani sio kitu cha wakati, cha event, cha mazingira. No, imani ni kila siku. As long as you're a child of God, you must have faith to believe kwamba wewe ni mshindi, wewe ni mwana wa Mungu. Anauliza, hamjui ninyi kuwa ni miungu? Anauliza swali, hamjui kuwa ninyi ni miungu? Miungu anaishi vipi? Mbona mmejaa hofu sana? Mbona mnajitafsiri sana kulingana na mambo mliopitia? Wengine hapa tunajitafsiri kulingana na makosa tuliyofanya. Some of you have never made mistakes kama nilizozifanya mimi in my life. Lakini ilinigharimu. Kuwa kiongozi wakati mwingine ni mzigo. Kuna vitu anavifahamu baba yangu kuhusu mimi, wewe ungevifahamu usingenisalimia. Asa Irene, usingenisalimia. Asa Dorini, usingenisalimia kabisa. Na Pastor Dennis ndo kabisa singenipata madhabahu.
Bwana Yesu asifiwe. Lakini ifike mahala ukubali vile ambavyo Mungu anazungumza juu yako. Ukubaliane na kweli ya Mungu, usikubaliane na uhalisia wa mambo. Ni uhalisia Sara hujaolewa, lakini ukweli wewe ni mke wa mtu. Ila shida yako unadhani utaolewa kwa sababu ya mwanya. Utaolewa kwa sababu wewe ni mwana. Haleluya. Kuna watu wana mianya. Baba, unamfahamu kuna mtu ana mwanya kuanzia hapa mpaka hapa, lakini ameolewa, ni mke wa mtu. Afu unakamwanya kale kanini kapota bwana, afu unaona kama hautaolewa. Something is wrong with you. Bwana Yesu asifiwe. Unakuta mtoto achilijila, yani akili imeinama, sijui itakuwaje. Itakuwa hivyo hivyo ambavyo Yesu amesema. Haijalishi mazingira, anasema ukiulizwa na adui itakuwaje, mwambie itakuwa hivyo hivyo ambavyo Baba anataka. Kila siku we confront our battles in the absence of our pastors, in the absence of the apostle. Apostle yupo kwa ajili ya kukusaidia uweze kuziface battle zako vizuri. Amka asubuhi useme ameamka Mungu, ameamka mwana wa Mungu, ameamka aliyebeba vinasaba vya kiungu, halogeki. Kama mashendo hapo, unaogopa wachawi kama nini? Unakuta mama Shendo unaogopa wachawi, afu na baba Shendo naye anaogopa wachawi, afu mnashiriki nyumba moja. The combination of which, yani ya watu wanaogopa wachawi. Sikia, imani ni consistency. Imani inataka mazoezi. Imani inataka kila siku uwe unaamini na kukiri. Hauwezi ukaamini tu kaishia kuamini, lakini mwisho wa imani lazima useme unachokiamini. You must speak what you believe. You must confess it. You must make it known to the world ya kwamba mimi ninaamini hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi nilikuwa mwoga wa vitu fulani, lakini ilinigharimu kukaa darasani kwa Apostle Daniel Msokwa Mbeya wakati wa madarasa yetu ya Roman Catholic. Yale madarasa nilijifunza vingi sana. Alitufundisha ujasiri, lakini siku moja alitutelekeza bwana. Huyu mzee, yeye alikuwa na Subaru Joel, sisi tulikuwa na Kaduet. Tunapandisha eneo linaloitwa Mafiati. Ilikuwa ni siku ya kutangaza matokeo yaliyomweta Sugu kwenye nini? Kwenye ubunge. Sasa tunainuka kwenye mlima kufika hivi, tunakuta wakina Mwakiulu, wakina Mwakibombaki, wakina Mwakifyogo. Unajua Wanyakyusu wameshika mawe, yanarushwa kwenye magari, yanapiga magari. Jamani, Apostle alifika, alikuwa tafikiri movie. Alifika pale, alifanya sijui utundu gani, gari ligeuka tu namna yeye. Tukashangaa tunapishana na nini? Na Subaru ya baba. Ila sisi tuliambulia mawe. Baba, niendelea au utanilipa? Sasa alivyogeuka na gari, namna alivyogeuka, wote waliobeba mawe ilikuwa yaani wanafurahia namna mambo ya kwenye movie yameonekana live. Ila kwetu sisi ilikula kwetu, tulikumbuka siku ya Sabato na kuitakasa. Tulipigwa mawe, tulikuwa mimi, Anet, Babu Moto na Pegi. Tuligongana uso kwa uso na Corolla. Anet akaigeuza gari, tukaingia Sheri. Tumefika Sheri, mabomu yakapigwa. Pegi, Anet walijikuta wako kwenye counter ya bar, wamekumbatia counter namna hii ya bar, hawajua wamefika saa ngapi.
Hebu sema imani. Imani huja kwa kusikia habari njema. Imani huja kwa kusikia taarifa za Kristo. Na popote unapozisikia taarifa za Kristo zinakuhusu wewe. Kristo hajakamilika bila wewe. Hivi unaonaje siku ya Tehila anakuja baba hapa? Au mnamwona tu Joeli anaingia, kinaingia kichwa peke yake kinaelea namna hii. Anaomba yonema. Kichwa tu kinaingia namna hii. Nakwambia wa kwanza kutoka nje atakuwa ni Mama Mushi. Tunaposema kwamba Yesu Kristo ni kichwa cha kanisa. Yesu ni kichwa na huku ndio sisi. Amen. Yaani yeye hajakamilika bila mimi. Mimi namkamilisha yeye. Yaani mimi ndio ninafanya Yesu awe important hapa duniani. Na ndio maana ikabidi afe ili anipate mimi. Nisingekuwa wa thamani asingekuja. Na thamani haiangalii makosa. Thamani haiangalii makosa. Kwa sababu kama Mungu angeangalia makosa yetu asingeiona thamani. Lakini akakumbuka kwamba ametuumba katika sura na mfano wake. Alikuwa analinda image yake. Hakuangalia makosa yetu. Alijua bado this is my image. Let me rescue it. Anaposema kwamba yeye ni kichwa na huku ni nini? Ni mwili. Kwenye mabega anasema na uweza wa kifalme utakuwa wapi? Kwenye vigimbi vyake. Si ndio Biblia inavyosema? Uweza wa kifalme utakuwa kwenye mashavu yake. Si ndio neno linavyosema? Uwezo wa kifalme utakuwa kwenye dimples. Ndio neno linavyosema? Uwezo wa kifalme utakuwa kwenye mabega yake. Uwezo wa kifalme uko kwetu sisi. Uko kwetu sisi huku chini. Sisi ndio tumebeba uweza. Sisi kama ndio elewana. Kwa nini anasema mabegani? Kwa sababu katika kanuni za military mara nyingi utaratibu wa vyeo unawekwa kwenye nini? Tangu kipindi cha Mrumi. Kanisa tumepewa mamlaka, lakini hii mamlaka hatuwezi tukaitumia kama hatuna imani. Faith is the issue. Mungu hakatai matendo mema, lakini anasema matendo hayo hayawezi kuwa msingi wa wokovu wako. Mwanadamu hawezi kujisafisha mwenyewe mbele za Mungu. Unaweza kaandika wa Filipi 3:9. Tunaona mtume Paulo aliacha kutegemea haki yake mwenyewe, akaanza kuitegemea haki itokanayo na Kristo. Aligundua kwamba haki ya sheria inaleta kujivuna. Haki ya imani inaleta kumtukuza nani? Kristo. Mafundisho muhimu ni kwamba wokovu si thawabu ya wanaojitahidi. Wokovu ni zawadi kwa wale wanaoamini. Ninaupokea wokovu, nimeuamini. I have believed in what Christ has done. Ninaamini ambacho Kristo amefanya kwa ajili yangu. Na hiyo ndiyo ishara ya mtu anayetambua wokovu vizuri. Haki ya Kristo inakuwa yetu kwa imani. Hapa tunaona kile anacho wanatheolojia wengi wanakiita kubadilishana kwa kimungu, the godly exchange. Msalabani kulifanyika mabadilishano ya ajabu. Kristo alichukua dhambi zetu, akachukua hukumu zetu, akachukua laana zetu, akachukua na adhabu zetu. Sisi tukapokea haki yake, kibali chake, uzima wake, uhusiano wake na Baba. Hebu sema nilichukua hata uhusiano wake na Baba. Yaani Yesu akatulazimisha, yani ile exchange. Yeye vile anavyohusiana na Baba ndio akatupa ule uhusiano. Wewe unahusiana na Baba. You relate to your Father. You relate to God. You relate to the author. You relate to the source. Ni ngumu sana kukubali hivi, lakini ndio kweli ya Injili. Yesu hakubeba sehemu ya laana. Alibeba laana yote. Hakubeba sehemu ya dhambi. Alibeba dhambi zote. Wagalatia 3:13 anasema Kristo alitukomboa katika laana ya sheria kwa kuwa laana kwa ajili yetu. Alifanyika laana kwa ajili yetu. Usiniambie kwamba huna imani. Imani unayo, ni zawadi ulipewa. Make use of that gift.
Ukipewa zawadi itumie. Ukipewa zawadi usianze kuiogopa. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi wanaamini kwamba wao ni wana? Hivi unaonaje Goodluck Mwamburi yuko bafuni kuoga, alafu anajiangalia au Mwaisa uko kuoga, bahati mbaya ukajiangalia Don't be ashamed of your identity. Nilipokuwa Tunduma wakati wanaibiana serikali za mitaa, nikakumbana na mtu ambaye kidogo, kwa sababu imani huja kwa kusikia, na mimi nilivyosikia nikaamini. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye swala la imani hakuna mchungaji, hakuna mtume. Kwenye swala la serikali za mitaa kuibiwa ni habari nyingine. Nikasema kama mambo haya yanaendelea hapa Tunduma, akaja mtu, sasa mimi nahisi nimeibiwa. Nikamwambia nipe hela nitakuombea, ila utakacholetewa kama kitakuja cha kike au cha kiume kipokee tu hivyo hivyo. Akapotea kwenye bajaji. Ilikuwa ni mazingira ya hofu hofu. Imani huja kwa kusikia. Unakuta mpaka vijana yuko kwenye worship team, yuko na Joel wamevaa raba bendi. Unaweza Joel, ulikuwa umefunga hela? Bwana nilikuwa nimefunga hela nimejisahau. Wapi? Analinda. Biblia haijasema ulinde serikali za mitaa. Biblia imesema linda sana moyo wako kuliko vyote. Mnalinda hata visivyolindika. Goodluck, mnalinda hata visivyolindika. Uwezo kalinda serikali za mitaa, zile huwa zinapotea. Na zinapotea kwa mipango maalum kabisa. Strategically zinapotea, zinakwenda guest, zinapotea, zinakwenda sehemu fulani, huwa zinapotea. Lakini linda moyo wako. Ukilinda moyo umelinda serikali za mitaa. Mimi nataka nikwambie hizo serikali za mitaa ni counterfeit battleground. Yaani sio kwenyewe. Tuko busy kanisani kulinda waliovaa nguo fupi, sijui kuwafunika na kanga. Linda moyo. Moyo ukilindwa haya mengine hayapo. Mwambie jirani yako hayapo bagwitu, ongea Kinyakyusa. Linda sana moyo wako. Na huwezi ukaulinda kama hauna imani. Naomba nisome Warumi 5:17 hadi 19. Warumi 5:17 hadi 19. Tafsiri ya neno. Ndio. Kwa maana ikiwa kutokana na kosa la mtu mmoja mauti ilitawala kupitia huyo mtu mmoja, zaidi sana wale wanapokea wingi wa neema ya Mungu na karama yake ya kuhesabiwa haki watatawala katika uzima. Zaidi sana wale wanaopokea wingi wa neema ya Mungu na karama yake ya kuhesabiwa haki watatawala katika uzima kupitia huyo mtu mmoja, yaani Yesu Kristo. Kwa hiyo kama vile kosa la mtu mmoja lilivyoleta adhabu kwa watu wote, kama vile kosa la mtu mmoja lilivyoleta adhabu, vivyo hivyo na pia kwa tendo la haki la mtu mmoja, hebu sema tendo la haki la mtu mmoja, sio watu wengi, mtu mmoja. Tendo la haki la mtu mmoja lilileta kuhesabiwa haki ambako huleta uzima kwa wote. Hebu sema nimehesabiwa haki na nimepata uzima. Nimehesabiwa haki na nimepata uzima. Kwa maana kama vile kupitia kutokutii kwa yule mtu mmoja wengi walifanywa wenye dhambi, vivyo hivyo kupitia kutii kwa mtu mmoja wengi watafanywa wenye haki. Wangapi wanaamini tumeshafanywa kuwa wenye haki? Huyo mtu mmoja tunayemzungumzia ni Kristo.
Usipoamini maneno haya, inaathiri kuomba kwako, inaathiri ibada yako, inaathiri mahusiano yako na watu na Mungu pia. Kwa sababu mtu yoyote asiyeamini kwamba ni mwana wa Mungu hawezi kuzaa matunda ya mwana wa Mungu. Mtu yoyote asiyeamini kwamba yeye ni mwana wa Mungu hawezi kuwa na pendo kama mwana wa Mungu. Ataomba kwa hofu. Lakini mwana wa Mungu haombi kutoka kwenye engo ya hofu, anaomba kutoka kwenye engo ya identity aliyonayo. Mimi ni mwana, simlazimishi anipe, wala siombi. Joel aliongea vizuri akisema hatumlazimishi. Somebody spoke hapa akasema hatumlazimishi Mungu atupe vitu, na hatupi kwa sababu tumemlazimisha kwa mifungo ya siku nyingi. Wale mnaofunga maombi kwenda mlimani ili Mungu atoe tamaa ya mwili, nakwambia hivi, ukitoka mlimani tamaa ya mwili inakuwa 156%. Kinachoweka mtu huru sio mikono na mifungo, sio maombezi. Maombezi haumweki mtu huru. Ndio maana the New Testament tunasisitiza sana fundisho la kweli. Wataijua kweli na kweli itawaweka huru. Wataijua kweli na kweli itawapa uhuru. Wataijua kweli na watatembea katika uhuru. The freedom we are talking about ni ule uhuru wa kutembea katika kweli, sio katika uhalisia. Bwana Yesu asifiwe. Imani si kazi tunayofanya ili kupata haki. Imani ni mkono unaopokea haki ambayo Mungu tayari ameitoa. Amen. Waumini wengi hujiona kama wenye dhambi wanaojaribu kuwa watakatifu. Lakini Agano Jipya linatufundisha kwamba sisi ni watakatifu waliohesabiwa haki, wanaojifunza kutembea katika utakatifu kila siku kwa kumtazama na kumwamini mtakatifu aliyoko ndani yao. Hauwezi kuwa mtakatifu kwa kutazama maisha yako. Unakuwa mtakatifu kwa kumtazama aliye mtakatifu. The more you look at him, the more you become him. The more you look at him, the more you walk like him. The more you look at him, the more you expose yourself to his life. Unaanza kuwa yeye. Watu wakikuona hawamuoni Aileen, wanamuona Kristo kwa sababu wamemtazama Kristo. Hebu refocus. Refocus. Unatazama nini kwa muda mrefu? What have you been paying your attention on? Umeweka attention yako wapi? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nilimwambia Mungu Mwanza lazima niichukue dada, na nimeanza hatua kadhaa. Hakuna kongamano la wanawake wafanyabiashara Mwanza ambalo mimi siitwi. Hakuna kongamano la wafanyabiashara Mwanza ambalo mimi siitwi. Sasa ningejiangalia ufupi ningefeli, kwa sababu wamama wenyewe wengine warefu kuliko mimi na wana hela kuliko mimi. Lakini they don't look at what you have in the pockets. They look at your identity. Kwa sababu identity huwa ina reflect pendo, ina reflect Mungu. Wakikuona wanamuona Mungu, wanaona tumaini. Be a source of hope kwa ajili ya maisha ya wengine. Kuwa na imani unachokifanya. Have faith in what you're doing, kwamba hiki kinampendeza Baba. Ninaamini katika wito. If you don't believe in your calling, hauwezi ukaitwa na watu. Mimi nishajitangaza kwamba mimi ndo majibu ya Mwanza. Nikapelekwa ICU kumuona mtu dadi anaumwa. Unamwangalia namna. Nilipofika pale, aliyekata tamaa sio yeye, ni mimi. Yaani nilipofika mle nikaanza kuona anga linabadilika, na muona Israeli anatokea, nikasema hapa hapana. Lakini nikajikusanya nguvu. Hebu sema kujikusanya nguvu. Nikatazama identity yangu. Hebu sema identity yangu. Siku zote kukutana na hali ya aina yoyote, kitu cha kwanza, hebu jikumbushe wewe ni nani. Maana kuna wengine mmeshajisahau ninyi ni nani. Yule mwana mpotevu alipokumbuka yeye ni nani, alirudi nyumbani, alirudi kwenye uwepo wa mazingira ya ushindi. You must return back to your identity. Lazima urudi nyumbani kwenye ujasiri. Nikakumbuka kwamba my identity, mimi ni mwana wa Mungu. Nikamwekea mkono kichwani. Nilipomwekea mkono kichwani, mashine ilikuwa inaongea kinyume na mimi.
manesi walikuwa wanaongea kinyume na mimi, madaktari wanaongea kinyume na mimi, na hata mazingira yenyewe, niko hospitali, siko mbinguni, hospitali, mazingira yenyewe anakuambia kabisa, hapa kuna mortuary, hapa kuna ICU, hapa kuna chumba cha sindano, hapa kuna chumba cha theater, yani mazingira yaongee. Lakini you must look at your identity. Unasema, Baba, asante kwa kufanya makazi ndani yangu. Ungeweza kukaa mbinguni lakini ukakaa ndani yangu. Asante kwa kuwa madam uko ndani yangu, hili nakwenda kutoboa. Nikabandika mkono, nikaomba. Jioni ninaambiwa wamemtoa ICU kubwa, wamempeleka kwenye ICU yenye uangalizi mwingine. Sasa hivi amerudi yuko nyumbani na anafanya shughuli zake, kuangalia kuku wake na mifugo wake vizuri. Imani ni kujiondoa ufahamu wa ukoo wako. Imani ni kuweka degree yako pembeni. Imani ni kuweka experience yako pembeni. Imani ni kuweka taarifa zote pembeni na kuamini taarifa moja ya kwamba mimi ndio ninayehusika mahali hapa. Mimi ndio huyo anayetegemewa mahali hapa. Zungumza na mazingira. Hata kama social media imekuchafua, useme mimi sijui social media inasema nini. Mimi ninajua kile neno la Mungu linasema kuhusu mimi. I am a child of God. Mimi ni mwana wa Mungu. Mazingira yasikie, mwili wangu usikie. Adui yako wa kwanza sio shetani. Ni huo mwili unaolala nao na kuamka nao. Mwili unakuhubiria kila siku kwamba wewe umefeli. Wewe hauwezi. Wewe ni mshamba. Mchana wa leo kuna mtu Mungu anamuinua. Mchana wa leo kuna mtu Mungu anamvusha. Mchana wa leo kuna mtu Mungu anamponya. Mchana wa leo kuna mtu Mungu anampeleka mahala pengine. Kuna mahala pamekuwa panakusubiri kwa muda mrefu, umejichelewesha mwenyewe. Jikusanye kung'uta mavumbi, useme mimi ni mwana wa Mungu. Nimekumbuka nyumbani, nimekumbuka utambulisho wangu, nimekumbuka identity yangu. You become what you believe. Haki ni utambulisho wako. Mungu hakuanza kwa kukutazama matendo yako. Alianza kwa kumtazama Kristo aliyekamilika. When he looked at Christ, akaona kwako inawezekana kuwa Kristo. Sijui kama unanielewa. Wakolosai 1:22 anasema ili awaweke mbele zake watakatifu wasio na mawaa wala lawama. Katika Kristo hauna hatia. Katika Kristo huna lawama. Umekubalika, umehesabiwa haki. Shetani atajaribu kukukumbusha historia yako. The devil is always there to remind you of your mistakes. There is no amount of mistake ambayo haina neema mbele ya msalaba. Kama ambavyo wanasema hakuna mkate ulio mgumu mbele ya chai, hakuna dhambi ambayo inashindwa kupenya kwenye msalaba. Unapozungumzia msalaba unazungumzia pendo la Mungu. The love of God covers a multitude of sins. Upendo wa Mungu una nguvu kuliko mauti inayokukabili. Inawezekana una magonjwa ambayo yameshindikana. Inawezekana kuna ugonjwa unakusumbua. Hebu liamini pendo la Mungu, kwa sababu upendo wa Mungu una nguvu kuliko mauti. Wewe unaumwa bado haujafa. Amini pendo la Mungu. Liamini pendo la Mungu. Biashara yako haitakufa kwa sababu umeamini pendo la Mungu. Hautapoteza kazi yako kwa sababu umeamini pendo la Mungu. Madeni yamekuzunguka, liamini pendo la Mungu. Kama anakupenda, anaweza akafuta madeni. Anaweza kutafuta fedha namna ya kulipa hilo deni. He is God. Yes, sir. He is God. Mwambie jirani yako, ninaamini wewe ni mtakatifu. Mwambie pamoja na vimeo vyako vyote, ninaamini wewe ni mtakatifu. Poa amekaa na mzee pale, ameshindwa kumwambia. Ndio, mzee ana ngumi kubwa huyo, usimwone hivyo. Kuna wakati tulikuwa tunaongozwa sala ya toba na prophet mmoja, unamfahamu Mbeya, makanisa yetu ya kule nyuma kule. Sasa akasema kila mtu kwa uhuru mwambie Roho Mtakatifu dhambi yako, uitaje kabisa. The power of confession. Kuna watu nilikuwa najua wameokoka, ili nilikuwa najua kabisa waneni kwa lugha.
Ila siku hiyo Joeli nikasikia, Baba nisamehe kwa dhambi ya shindo robo raba baba. Hamna anayesema dhambi. Yaani walijificha kwenye ndimi alafu wakatoboa upande wa pili. Na yule jamaa alikuwa akikukomalia lazima useme. Yeye alikuwa akisimama madhabahuni tu, anachojua ni dhambi ya uzinzi tu. Usengenyaji kwake na ndio shida ya makanisa yetu. Sio hapa, nasema makanisa ya Kamerun, sio ya hapa. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Imani inataka practice. Shetani anakukumbusha historia yako, lakini Roho Mtakatifu yuko ndani yako kwa ajili ya kukukumbusha kazi aliyoifanya Kristo msalabani. Roho Mtakatifu hayupo hapo kwa ajili ya kukusaidia kusengenya. Yuko kwa ajili ya kukusaidia kukukumbusha asili yako. Every time you forget yourself, ask the Holy Spirit. Ask him, who am I? Kadri unavyomuuliza Roho Mtakatifu mimi ni nani, atakukumbusha tu wewe ni nani. Haki inazaa utakatifu wa kweli. Haki ya Kristo, sio ya kwetu sisi. Kuna kitu baba yangu alinifundisha hapa, akasema ili uwe Mkristo wa kweli lazima ukubali wewe ufe. Usipokufa imani haifanyi kazi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Huyu mzee ananituma Mwanza tu, ni kwa imani. Ukimwambia unamwamini Mgaya? Hapana, simwamini, ila na imani tu. Sijui kama unanielewa. Imani ni uhakika. Hebu sema uhakika. Imani ni uhakika. Wakati Mungu anamuita baba yangu Apostle Daniel kwamba aje Tanzania, Mungu alimwambia tu nimekutuma, ila hakumwambia kwamba utakutana na wasumbufu kama Shukunzi, utakutana sijui na watu wenye akili mbovu kama fulani. Hakumwambia, ila alimwambia tu, na yeye akaamini. Imani ni uhakika, si ndio? Uhakika. Lakini leo ameanza kula mavuno ya nini? Ya imani. Anaona nyomi imejaa mahali hapa. Sijui kama unanielewa. Nakwambia ni kweli, morning may endure for the whole night, lakini believe me, joy comes in the morning. Your dawn is approaching. Lazima iapproach kwa imani. Lazima uone. Usichokiona ndani yako hautakiona kwenye macho yako. Napomalizia, huwezesha. Mwenye haki huonyesha matunda ya haki. Mti mzuri huzaa matunda mazuri. Hatuzai matunda ili tuwe mtu mzuri. Hatuzai matunda ili tuwe mti mzuri. Tunazaa matunda kwa sababu tayari tumekuwa mti mzuri katika Kristo. Utakatifu wa kweli hauzaliwi kwa hofu ya adhabu. Utakatifu wa kweli huzaliwa kwa ufunuo wa upendo na neema ya Mungu iliyoko juu yako. Maybe you came this morning ukiwa una vitu, kila mtu ana vitu anavyovipitia. Maybe ulikuja una mambo ambayo yamekaa mbele yako kama mlima. Na maybe kuna vitu unavyovipitia vinakusononesha. Ni maombi yangu mchana wa leo ukumbuke asili yako. Ukumbuke asili yako na uinue imani yako. Kuna vitu unaviona kama haviwezi kufanyika, haviwezi kutokea, lakini the Lord is telling me this morning, it is possible. Inawezekana. Inawezekana. It's not about your effort. Inahusiana sana na yeye. Je, unayo imani? Do you believe? Ni nini kinakuzuia? Ni nini kimesimama mbele yako? Ni nini kimefanya nafsi yako iname mercy? Inua imani yako. Inua imani yako. Imani ndio inaweza kukuletea fedha na mengine yote unayohitaji. Una project imesimama, raise your faith. Na imani hii ndani ya Kristo.
sio imani yako ndani ya Kristo. Baba, nimegundua wahubiri wengi tunapokwenda kuombea wagonjwa tunafanya uhuni sana. Naambia sikia, inua imani yako. Mtu ametoka Mbagala kuja huku muombe, kitendo cha yeye kupanda daladala kuja mpaka hapa ilikuwa ni imani tayari. Sasa shida ni wewe mchungaji, sio yeye. Yaani mpaka ametoka Chalinze kuja kukufuata hapa, hiyo ni imani tosha. Unataka afanye nini? Abinuke miguu juu ili muombe? Kitendo cha yeye kutoka alikotoka amekufikia hapo, that is a step of faith. Na mara nyingi unasema no, imani yako ni ndogo. Sikia, hakuna imani ndogo, kuna imani. Mimi najua kuna imani. Iwe ndogo iwe kubwa, ni nini? Ni imani. You must have faith this morning. You must have faith this morning. Worship team, please, can you come forward? You must have faith this morning. Lazima uwe na imani. Imani, amini katika Kristo. Amini katika Kristo. Amini katika Kristo. Dada, nanisikia? God is intervening in your situation. Nanisikia? God is stepping into your situation. I don't know what you're going through, but God is stepping into your situation. And you don't need to tell me. Lakini you serve a true living God. Tunaye Kristo. Tunaye Kristo. Imani, imani, imani. All you need is faith. 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 Do you believe? Do you believe? Onyesha tabasamu kama unaamini. Tunachohitaji ni nini? Ni imani. Dada, unaamini? Unaamini? All you need is faith katika Kristo. Not faith in your works. Not faith in your denomination. Faith in Christ. Jumla ya fundisho la Msokwa miaka yote ni imani katika Kristo na kazi ya msalaba iliyokamilika. Sio imani katika jitihada zako. Jitihada zako zinaweza zikawa na mapungufu. I want you to stand up wherever you are. Yesu, Yesu, na mwamini, nimemwona thabiti. Yesu, Yesu.